ni kwa neema, hata kunasikika kuna uwepo. Kuna uwepo. Mungu awabariki sana na azidi kuwatendea. Akawalipe tu kwa njia yake, kwa sababu kwa binadamu hawezi kuwalipa. Kama vile mchungaji anaweza kusema, anaweza waangalia na kiupande. Lakini Mungu mwenyewe anaweza walipa, kwa sababu yeye ndiye mwenye neema na uneemesha watu waliomtafuta kwa haki na ukweli. Haleluya. Kwa hiyo siku ya leo tunaingia kwa neno. Kwa vile tunapita kwa hiyo neno, tutahubiria watoto, lakini sisi ni watoto katika njia na katika ulimwengu wa kiroho. Sisi ni wana, na ndio tukakuja kupatana na kingdom ya mbinguni. Tukianzia tutaanza na Matthew 18 kuanzia wale. Naomba mchungaji nisomee. Napenda sana ndio wakati unasoma na Kiswahili ndio neno linaingia. Ndio neno ni chakula. Haleluya. Napenda sana kukumbusha nawaambia Mungu ni neno, asema John 1:1. Yeye ndio neno na neno ni yeye. Kwa hivyo wakati tunamkula na kaa ndani yetu, hiyo ni kitu vyema. Hakuna chakula inaweza zidi neno la Mungu. Kwa hivyo tukikula neno la Mungu, Mungu ako ndani yetu. Mchungaji, naomba unisaidie kusoma na Kiswahili ndio itakuwa mzuri, ndio tuweze kuelewa mzuri. Haleluya. Kwa hivyo wakati wenye tunaishi kwa hii dunia, sisi plus watoto wenye tunazaa na uzao, hata mama akiomba ameomba generation, tunaombea na tuweke generation za kwetu na watoto wanao tunaozaa. Wakati wenye tunajikuta kwa madhabahu, sisi wenye tuko si kawaida, ni kwa Mungu tu. Ni Mungu tu amekuchagua, labda kwenye umezaliwa, labda kwenye umetoka, labda watu wa kwenu na watu ulioitwa majina kama wewe. Inaweza kuwa hawana njia ya kiungu. Inaweza kuwa mtu mwenye uliitwa jina babu na mababu alikuwa mganga. Inaweza kuwa mwenye uliitwa jina alikuwa mtu mwenye apendi Mungu. Neno linasema Paulo aliishi kupigana na watu waliotafuta Mungu, lakini siku moja Mungu akamchagua. Na ikakuwa hapo ndio aliwekea ukuta ya kuanza kutafuta na kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuingie kwa neno kidogo ndio tuelewe. Tukue sisi ndio Mungu amekubali kama Gideoni kuvunja madhabahu za kinyumbani, kuvunja laana zote zilizokuwa ziko. Sisi wenyewe tuanze kuwa sisi ndio tunaanza generation iliyokuwa ya kiungu. Sisi kuendelea na watoto wetu. Sisi ndio Sunday school ya leo. Haleluya. Amen. Ndio Mungu akapatikana siku ya leo. Naye Peter akauliza, ni nani ataona ufalme wa mbinguni? Mchungaji tusomee neno. Mathayo 18 kuanzia 1. Inasema, saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao, akasema, amini nawaambia, msipookoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Wakati tulikuwa tunaombeshwa hapa na Reverend, ametuambia anataka kuona different. Huwa nakuwa makini sana. Nikiingia hapa nasahau kila kitu naweka chini. Sasa nimeingia kwa ibada. Amesema tuko different na kanisa zingine. Kwa hivyo tuzame. Ni mzuri sana wakati wenye kiongozi mwenye ametusimamia anatuonyesha mambo ya maombi. Hiyo ndio chakula, hiyo ndio kitu kubwa. Hata hakuna kitu kingine. Kwa wokovu hata usije ukishubuana vitu vingine, maombi tu. Ukishika maombi na uweze kuwa muombezi, wewe umeenda. Amen. Kwa hivyo ametuambia tuzame, na wakati wenye nimezama na akaworship, mimi nimekuta nimeenda, hata nimemwambia nimesahau kama nilikuwa nikuja hapa. Nikakuta nimenyenyekea, machozi natoka. Hakuna mambo ukifika kuzama kwa Mungu, hakuna ukubwa, hakuna udogo. Mimi si baba ya kila mtu, hata sijui mke wangu ako wapi. Mimi nimeenda kwa sababu moyo wangu nitaona nitaingia aje, nitapatana na Mungu aje, kunyenyekea kwangu na kutii. Sasa ibada ya saa hii usidhani ni ya Sunday school. Sisi tumerudi Sunday school. Kuna mahali tunastahili tujifunze. Hiyo ingine na watu wakubwa mchungaji atatufunza. Sasa kwanza tuzame. Tukifika kwa ibada ya Jumapili, ikifika ni kuabudu, tunaabudu, toa stress. Na ukikoka kwa hiyo mlango, after that Mungu atajibu yake. Haleluya. Tunaingia
kupiga magoti unaomba bila kuangalia unakaa namna gani. Lakini kuanzia hiyo Mungu anaanza kuona kuna hiyo kunyenyekea. Kwa nini Peter akauliza na alikuwa karibu na Kristo? Kwa sababu alijiuliza maswali mengi sana. Ni nani atakayepata na atakayeingia kwa ufalme wa mbinguni? Naye Yesu akamwambia, mwenye atakaa kama huyu mtoto. Kwa sababu mtoto ako tu. Akifika ni kuimba anaimba, akifika ni kujiachilia anajiachilia. Haleluya. Amen. Na naomba tena nimepewa dakika kidogo ndio tuingie kwa maabudu. Then tuingie kwa ibada iliyokuwa main service. Mchungaji naomba nisomee Ephesians 6:4. Hata kanisa zote tatu. Mimi wanawaambia siku zote, mimi hakuna siku neno nakutaka nimepanga, ninakuja tu. Kuchoka hapa. Ephesians 6:4. Acha nisome na Kizungu, then unisomee Colossians 3:21. Acha nisome Ephesians, nisome Colossians 3:21. Neno la Mungu linasema, "Parents, don't be hard on your children. Let them property. Teach them and instruct them about the Lord." Hallelujah. Colossians, Ephesians 6:4. Soma na Kiswahili. Inasema Efeso 6:4, nanyi akina baba, Na nyinyi wazazi, enyi wazazi, baba na mama, msiwachokoze watoto wenu, msiwachokoze watoto wenu, mbali mwaleeni katika adabu. Uchokozi, wacha ninene kidogo. Kuna hiyo uchokozi. Kwaje uchokozi ya kuchokoza mtoto? Inakuchukuaga uchokozi ya mienendo. Je, unalea na mtoto nayo? Tumezaliwa kwa boma moja na kuna my brothers and my sisters. Lakini kuna wenye wamelelewa na uchokozi. Uchokozi ni gani kuchokoza watoto? Kababa, kama mimi, nini? Tunaenda bash, enda kababa. Tunaenda out, enda kama mimi. Hiyo ndio uchokozi. Unachokoza watoto wako. Mnanielewa? Hiyo ni kufungulia shetani njia. Hiyo ndio inaitwa uchokozi. Unachokoza watoto wako. Lakini neno linasema, enyi wazazi, baba na mama, funzeni watoto wenu kwa njia ya kiungu. Sisi tuliokuwa tumeingia ndani, sasa msingi unaanzia hapo. Wewe ulioingia inaanza hapo. Sasa hii mtu mmoja wa kweli nyumbani akisoma abahatike kuingia kwa government, mshipi imeingia. Karibu sana daktari. Kukuwe na mtu mmoja daktari kama umama. Hao wengine wataulizaga tufanye kazi gani? Anasomea chemist, anasomea mambo ya medicine, au mwingine anasoma surgery, au mwingine anasomea mifupa. Hiyo system ya udaktari inaingia kwa boma. Mwanzilishi ni mmoja tu. Yesu atapigwa vita kwa sababu anakuwa ukuta. Lakini akipita na akipenya, wale wengine wamepenya. Kwa hivyo nyinyi mkubali kuwa waanzilishi wa ukuta wa kuvunja madhabahu zilizokuwa nyuma. Mkubali kupigwa tu. Lakini mtapenya kupitia jina la Yesu. Haleluya. Niliwaambia si watoto tu, pia sisi tuko hapa. Mchungaji tusomee Colossians 3:21. Haleluya. Kwa hivyo sitaikaa sana kwa sababu nimepewa tu nisomee Sunday school, nasoma verse 3. Then Colossians 3:21. Haleluya. Kabla upate hiyo nitakuwa ninasoma Proverbs 22:6.
Naomba, napenda sana wakati wenye mnaandika. Proverbs 22:6 inasema, teach your children light from wrong, and when they are grown they will still do right. Hallelujah. Sisi ndio tuko kwa msingi. Tukifunzwa kwenda vyema, ufunzo watoto kuingia nyumba ya Mungu. Msingi wa kwangu si wa sahihi, ni kuundwa, uliundwa. Ningekuwa hata kama nilipotea kidogo, lakini uliundwa. Nilionyeshwa njia kwenda kwa nyumba ya Mungu, na hiyo msingi ukasimama hadi sahihi. Kwa hivyo tufunze watoto wetu, na pia sisi tuzidi kuzifunza. Niliwaambia Sunday na hiyo nyingine, sisi wenyewe ndio tutahubiri injili. Hii vitu zifanye nini? Kuna testimony. Shetani ameipika. Na tukifunzana njia ya haki, kutajaa makutajaa, kwa sababu Mungu utenda. Anasema na John 14:23, ako ndani yetu na anaishi na wewe. Kwa hivyo wewe uko na Mungu ndani. Usiwahi kushinda tukitafuta sana. Ni kwa mtu tu kujiachilia kama mtoto mdogo, unapenya naye Mungu anatenda. Anasema Mathayo 7:7, itisheni. Mimi siitishi kitu kingine, naitisha watenda kazi. Na naitisha wenye wako wameparara watengenezwe. Ndio wakuwe na testimony ya kusema kesho kweli kuna Mungu juu mbinguni. Haleluya. Wakolosai 3:21. Tukimaliza inasema, ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Haleluya. Kama vile hiyo nyingine ilikuwa inasema Ephesians 6:4. Ile nyingine inasema msichokoze watoto wenu. Then kuna hii tena Wakolosai 3:21 inasema, msikuje mkachokoza watoto wenu wasikate tamaa. Nataka uimagine watoto wa watu wenye wazazi wao waingii kwa madhabahu ya Mungu. Uniambie kama hawajakata tamaa. Ukifika age ya 21-18, mtoto akimaliza form 4 anakuwa anaanza kuruza hope. Hii dunia ni kavu, ni ngumu sana. Inahitaji zingine anointing is ready juu yake ndio ufike kwenye unaenda. Bila hivyo huwezi enda. Hata gari zingine yes, chuma lazima ikuwe na grease. Hata engine lazima iwekwe oil. Na oil na hiyo yote na anointing hizo zote ukichanganya ni Yesu. Kwa hivyo funza watoto kwa njia zinazofaa. Usiwachokeze kwa mambo ya dunia. Ukiwachokozea kwa mambo ya dunia ni uchokozi. Hakuna kitu mzuri kwa pombe, ni uchokozi. Usherati ni uchokozi. Hizo kwa vitu zinazoharibu watoto zote ni uchokozi. Ni kuchokoza mtoto wako. Lakini kwa njia inayofaa, ukimuonesha mienendo mema ya Ukristo. Haleluya. Mambo inanyoka. Hata una ugumu. Yes, kuna kuumia kidogo lakini sio ugumu sana. Haleluya. Mungu azidi kuwapenda na Mungu azidi kuwatendea. Na mzidi kuhubiri injili. Mimi napenda wakati wenye nahubiri nasema kila mtu ni mchungaji wa kwao nyumbani. Wewe uliochaguliwa. Wewe ndio mtendakazi wa kweli. Hizi project tunaishi, hizi yenge tunaishi. Tukue watu wa kuhubiri injili ya ukweli. Lakini kuna neno huwa linaniweka nguvu sana. Na wakati wenye mtu anatoka mbali makilomita alikuja kutafuta kanisa. Kwa sababu nakumbuka Elisha wakati wenye alikuja ameletewa mtu alikuwa mfalme mkubwa sana mtajiri. Na alikuwa na madhahabu na alikuwa na mali mingi. Lakini ndio alikuwa amegonjeka. Msichana mmoja ndiye alihubiri injili hiyo akamwambia, najua kwetu kuna mtu mmoja anayefanya kazi ya Mungu. Na wakati wenye alikuja akaponywa. Kwa hivyo sio kawaida ukiona mtu akitoka mbali na ukuja hadi hapa, ni unyenyekevu mkubwa mbele ya Mungu. Haleluya. Na kile ameona hapa msipuuze. Hapa kuna Mungu mkubwa. Nasema ni asante kwa dakika hiyo. Hiyo ndio injili yetu ya Sunday School. Sisi wenyewe hata bado sisi ni wana katika macho ya Mungu. Kwa hivyo sisi hiyo ndio Sunday School yetu. Kabla watoto wetu wakuje na bado watakuja kwa sababu watoto ndio generation ya kesho, ndio tunataka kazi zingine tuachie tukizeeka. Haleluya. Kwa hivyo naona nitaalika kuabudu na ku praise
ndio tuingie kwa ibada hiyo nyingine, ndio tukimaliza ku praise, to worship, tuombe, tukaribishe mchungaji kwa neno la leo, na tutakuwa tumebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Kila mtu aseme amen. Amen. Mchungaji. Amen.